Naam, tumerejea tena kutokana na taarifa za kifo cha kiongozi wa Irani Ali Khamenei. Kuna makundi mawili ambayo yamejitokeza. Nataka nifahamu kwa undani zaidi Kombo, asubuhi hii ni nini ambacho kipo hasa ndani ya Irani. Kuna kundi la watu limeonekana likishangilia kifo cha kiongozi huyo, na kuna kundi pia ambalo sasa hivi tunaona maandamano ya baadhi ya raia wazalendo wa taifa la Irani wakiumizwa ama kuomboleza juu ya kifo hicho. Tuanze na hawa walioshangilia kifo hasa. Taarifa zake zina ukweli gani na undani wake ukoje, Kombo? Ya, ni kweli kwa usiku ule mkubwa baada ya kutangazwa ama serikali yenyewe kuconfirm kifo cha kiongozi wao Ali Khamenei kuwa amefariki. Ya raia walionekana wakishangilia kutokana na hiyo taarifa. Kama kawaida hata kwenye nyumba kuna baadhi ya watoto huwa wanampenda ama wanawapenda wazazi, na wengine huwa hawapendi wazazi, hasa wale ambao wanakuwa na tabia mbovu kwa namna moja ama nyingine. Lakini wale ambao walikuwa wanashangilia kutokana na hiyo taarifa ni ile situation ambayo ni vikundi vidogo vidogo ukilinganisha na hawa wengine ambao kwa hivi sasa asubuhi wamejitokeza na mapema kabla hata jua halijatoka vizuri, wakiandamana na wakishinikiza kuwa wanataka kisasi asubuhi na mapema, ama kilipo mapema kabla ya kiongozi wao hajazikwa ama hajafanywa process nyingine za mazishi. Hii inaonekana kwamba bado raia ama namba kubwa ya raia wana imani na kiongozi wao aliyofariki, na wana imani na serikali yao kwa ujumla. Na hii ni kwambie Victor, ni kama nilivyosema majuzi kwenye political science, kwa kitendo cha Marekani kuishambulia Irani na Israeli pia ni na kumua kiongozi wao ni sawa na kuchukua mjiti ama jiwe kwenda kupiga kwenye mzinga wa nyuki. Matokeo yake tunaanza kuyaona sasa hivi. Zile nchi ambazo ni washirika wa Irani, maanisha Iraki na Lebanon na Syria, kumeanza kuchafuka sasa. Watu wanaandamana kwenye balozi za Marekani, na bila shaka maandamano haya ni process za mwanzo, ila kwa mbele huko tutarajie kuona vurugu zaidi. Na ukilinganisha Iraki kuna vikundi vile ambavyo vinaungwa mkono na Irani, Lebanoni kuna Hezbollah, hata huku Yemen kuna Houthi pia, ambao wote ni kikosi kimoja cha Irani. Kwa hiyo kama nilivyosema, kutakuwa na mgogoro wa muda mrefu sana pale Mashariki ya Kati hadi kutulia. Na bila shaka safari hii sidhani kama hata Irani wenyewe watatulia, ukitofautisha na yale matukio ambayo huwa wanafanya mashambulizi kisha wanatulia kwa muda fulani. Tutarajia kuona mgogoro huu kidumu kulingana na kila block ama washirika walivyoipokea hiyo taarifa na walivyoipokea hiyo situation ya kuondolewa kwa kiongozi wao. Lakini tujaribu kuangazia hawa kwanza walioshangilia kabla tujaja kwenye wazalendo. Unadhani nini hasa ambacho wamekifurahia, ambacho pengine Khamenei alikuwa labda tofauti ama alikuwa labda hawasikilizi kwa kipi hasa ambacho unakiona labda na ndio maana wameweza kushangilia kifo chake? Kikubwa Khamenei alikuwa ni kiongozi ambaye ana msimamo mkali kuhusiana na nchi yake. Kwa kuwa alisema kuwa hawezi kupiga magoti hawa mabwana wakubwa wa magharibi, na tunajua kwamba ukikubali kupiga magoti kwa Israeli na Marekani, kwa kuna vitu vingi ambavyo utakubali kuendeshwa, utakubali vifanyike nchini kwako, lakini Khamenei alikuwa akivikataa. Na kuna baadhi ya raia ambao labda hao walioshangilia ni watu ambao wanapenda sana umagharibi mwingi, mambo ya starehe vile vile, na mambo ya kutotaka maendeleo, ukilinganisha na kama nchi za Kiarabu. Nchi za Kiarabu nyingi vitu vyao vingi wanafanywa na watu kutoka nje, wanafanywa na Marekani, wanafanywa na mataifa mengine. Lakini yeye Khamenei alijitahidi na alikuwa anasimamia kutaka Irani wenyewe
waweze kujipambania kwenye swala la elimu, kwenye swala la teknolojia, na ndio maana alikuwa na mikakati mikali, misimamo mikali katika kuhakikisha hivyo vyote vinafanyika. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanaonekana kama wanabanwa kulingana na hii situation ndio waliokuwa wanashangilia, ila wale ambao walikubaliana na waliafiki mawazo na walikuwa wanaenda kwenye nyendo zile ambazo Khamenei anaenda nazo, ndio ambao wanaandamana sasa hivi kupinga kile ambacho kimetokea ama kinachoendelea. Tugeukie katika hawa ambao taarifa za baadhi ya wananchi kwanza kuandamana, kusikitishwa na kuweza kutaka uongozi ambao upo sasa wa Irani waweze kulipiza haraka iwezekanavyo. Ni mapokeo yakoje hasa katika wananchi wazalendo wa taifa la Irani? Matokeo ndio kama hivyo. Ni idadi kubwa ya watu na ambao wanaona kabisa wapo serious na wapo kwenye safu maalumu zilizopangilika, ukitofautisha na wale wa usiku wa manane kwamba walikuwa wanafanya tu sherehe ama tafrija za hapa na pale ambazo hazina formulation kulingana na idadi yao kuwa sio kubwa na kulingana na kile kitu ambacho anakifanya hakipo sawa kulingana na sheria na kanuni za nchi husika ama kanuni ya Irani. Na bado watu wanaendelea kuandamana, na nimekwambia tu hata kwenye baadhi ya nchi Irani, kumaanisha huko Iraki, watu wameshaingia barabarani kupinga kile ambacho kimefanyika ama kimefanywa na Marekani na Israeli. Na nikasema kuwa licha ya maandamano haya ya kawaida, tutegemee vitu vingine vikubwa ama hata nguvu za kijeshi zikifanyika ama zikilenga baadhi ya maslahi ya mataifa haya mawili ya Marekani na Israeli, ikimaanisha military base pamoja na labda vituo vya mafuta ambavyo vinamilikiwa na mataifa haya. Kombo, pengine kwa kumalizia sasa, nimeona taarifa ya uongozi wa Kiislamu, kwa maana taarifa kuu iliyopo huko Saudia, ulitoa taarifa jana ukilaani Irani kushambulia nchi washirika katika Mashariki ya Kati katika yale mashambulizi ambayo ilikuwa ikiyafanya, na kuna watu wengine wanaona kama uongozi umekosea katika taarifa yake hii. Taarifa hii umepokea vipi hasa na Kombo, na unaionaje na mlengo gani hasa katikati ya vita? Tayari uongozi wa Uislamu umechukua upande wake wa Qur'ani. Kama nilivyosema jana pia kwamba viongozi wengi waliopo kwenye madaraka hasa katika nchi zile za Ghuba ni vibaraka, tunaweza kusema hivyo, ama ni agent wa mataifa hayo mawili ya Israeli na Marekani ama na Magharibi pia. Na hata hiyo taasisi ambayo imelaani, taasisi ya maimamu ama kama sio wasomi wa Kiislamu iliyotolewa, bila shaka nayo ipo chini ya hao viongozi ambao wanaendeshwa ama wapo chini ya Israeli na Marekani. Kwa hiyo lazima watasimama na mabwana zao. Ingawa jana nilikwambia kwamba kadri Iran inapopiga malengo yake kwenye zile nchi ambazo viongozi wao wametoa wametoa hiyo statement ya kulaani, raia wameonekana kufurahia. Hii inaleta taswira kwamba ile dhana ambayo imejengwa na Marekani na Israeli kwamba Irani raia wake ndo wanaichukia serikali ipo kwenye wale washirika wake, kwa washirika ama raia wa washirika wao ndio wanaichukia serikali zao kulingana na vitu ambavyo vinafanywa kuwatetea wa Magharibi, hasa Marekani na Israeli, kwa kile ambacho wanakifanya kwenye mataifa yao ama taifa za majirani zao. Ndio maana tunaweza kusema kuwa viongozi wamechagua upande, ila raia wengi wa mataifa hayo hawapo upande wa viongozi wao ambao ni upande wa Israeli na Marekani. Kombo, nashukuru sana kwa taarifa zako, na tutaendelea pia kupashana taarifa hapo kutokana na kadri ambavyo matokeo yatakoendelea kutokea. Shukrani sana. Asante sana.